Makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah amewataka viongozi wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kuyatumia vizuri mafunzo waliyopatiwa ili kuweza kuleta tija na kufikia malengo yaliyokusudiwa. Ameyasema hayo wakati wa ufungaji wa mafunzo ya awali kwa viongozi wakuu wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar yaliyofanyika katika ukumbi wa chuo cha IIT Madrasa Bweleo wilaya Magharibi B Unguja. Amesema mafunzo waliyopatiwa yatawasaidia katika kufanya kazi zao kwa ufanisi mkubwa, wakizingatia kuwa lengo la kupewa dhamana za kuongoza wizara zao ni kuwatumikia wananchi, si vinginevyo. Haya mafunzo ni muhimu. Kazi kubwa imefanyika. Naomba sana twende tukayatendee haki, tusaidiane, tushirikiane, tutekeleze majukumu yetu, tuweze kumsaidia Mheshimiwa Rais. Naamini tunakwenda kufungua ukurasa mpya wa mashirikiano. Naamini tunaenda kufungua ukurasa mpya wa kujifunza. Sisi ndio viongozi tuliopewa dhamana ya kuisimamia serikali, kumsaidia Mheshimiwa Rais amalize miaka yake 5 kwa salama, lakini akiwa ameacha alama njema kwa Wazanzibari. Ameitaka Wizara ya Katiba, Sheria, Utumishi wa Umma na Utawala Bora kupitia chuo chake cha Utawala wa Umma IPA kuendelea kutoa mafunzo yatakayowakumbusha viongozi hao katika kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi mkubwa. Na naamini timu hii tutakwenda kufanya vizuri. Lakini Mheshimiwa Waziri, kama ambavyo maombi mengine yameomba, na Katibu Mkuu Kiongozi, tuendelee kufanya mafunzo kwa ngazi nyingine za chini yetu, ili sote tuwe tuna common understanding ya haya maelekezo na malengo ya Mheshimiwa Rais. Tukifanya hivyo, naamini tutaweza kufanya vizuri. Na bahati njema wenzetu wa IPA wako tayari, wali declare jana hapa, na mimi nawapongeza, wamefanya kazi nzuri sana. Hongereni sana. Kwa upande wake, Katibu Mkuu Kiongozi na Katibu wa Baraza la Mapinduzi Mhandisi Zena Ahmed Saidi amewataka viongozi hao kushirikiana na watendaji wao katika wizara zao ili kufikia malengo ya serikali ya kuwapatia huduma zilizo bora wananchi wote wa Zanzibar. Mhandisi Zena amewahimiza viongozi hao kuendelea kusoma vitabu vyenye kuonesha miongozo na taratibu za kazi ili kuweza kufanya kazi kwa ufanisi kwa hali ya juu na kuweza kufikia malengo ya serikali ya awamu ya 8. Kwa naomba tunapoenda kwenye mafunzo tuende na empty our cups. Unajua when a cup is full, unachomimina chochote is just spill over. Natumai wote tulikuja tukiwa empty our cups kwa lengo la kujifunza. Nashukuru wote kwa kushiriki. Naomba tuendelee kuyatumia mafunzo tunayopata, tukabadilike, tutengeneze utumishi wa umma ambao uko bora, ambao tutaenda kudeliver service ambazo zinatakiwa. Tumheshimishe Mheshimiwa Rais kwa ahadi alizotoa, sisi ndio watekelezaji. Naomba sana tukafanye. Asante sana. Akizungumza kwa niaba ya viongozi wenzake waliopatiwa mafunzo hayo, Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Ikulu Mheshimiwa Dr. Saddam Kuya Salum amesema mafunzo waliopatiwa yatawasaidia katika utekelezaji wa majukumu yao ya kazi na kuahidi watafanyia kazi kwa vitendo ili kuleta mabadiliko chanya katika maeneo ya kazi. Basically, kwa sababu anasema masuala ya anataka results. This time around for the next 5 months, tunachotakiwa na results. Hayo yote hayo results ambazo Mheshimiwa Rais atazipata ni kutokana na yale ambayo tumefundishwa. Kwa hivyo tunaamini kwamba tumechukua, tutakwenda kufanya kazi, yale ya kuepuka tutaepuka, lakini tunataka kuona kwamba sisi sote tunafikia yale malengo ambayo Mheshimiwa Rais anayatarajia. Mafunzo hayo ya siku 2 yameandaliwa na Chuo cha Uongozi wa Umma Zanzibar IPA, yaliyolenga kuwakumbusha viongozi wa umma wajibu wao katika wizara na taasisi wanazoziongoza pamoja na kuongezea ari na ufanisi katika utekelezaji wa majukumu yao. Hizi ni ripoti za ASAM. Fatuma Bernard, ASAM Online TV.